Tunarejelea taarifa yetu ya awali iliyoandaliwa na mwanahabari wetu wa masuala ya uchunguzi na upekuzi Franklin Wala, ambapo uchunguzi wa mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were umeendelea, huku maafisa wa upelelezi sasa wakipata picha ya mtu anayeaminika kuhusika na mauaji ya marehemu. Picha za CCTV zilimnasa mshukiwa akimpigia darubini mheshimiwa Were akiwa kwenye barabara ya Wabera katikati ya jiji la Nairobi. Mshukiwa huyu pia akinakiliwa kwenye picha za CCTV karibu na eneo ambapo mbunge huyo alipigwa risasi. Franklin Wala anatuangazia taarifa hii. Mbunge wa Kasipul Charles Were Ong'ondo aliondoka bunge la kitaifa dakika chache kabla ya saa 1. Hapa ndipo uchunguzi wa polisi umeanzia. Wakati huo kulikuwa na msongamano wa magari jijini Nairobi. Baadaye gari lake lenye usajili wa KDM 783A lilisimama kwenye barabara ya Wabera karibu na duka fulani la M-Pesa. Mlinzi wa mbunge huyo alishuka na kufika kwenye duka hilo la M-Pesa na kuweka shilingi 20,000 kwenye M-Pesa ya mbunge Were. Kwa mjibu wa picha za CCTV ambazo tumezikagua, onekana mwanamume aliyekuwa eneo hilo akimpigia darubini mbunge huyo. Mwanamume alikuwa na mkoba na alipita mara kadhaa karibu na gari la mbunge huyo akimtazama kwa karibu. Saa 1:19 za jioni, mlinzi wa mbunge huyo aliondoka kwenye M-Pesa hiyo baada ya kumaliza shughuli. Walifululiza hadi barabara ya Kenyatta Avenue, kisha barabara ya Valley Road, kuingia barabara ya Ralph Bunche kuelekea Agwings Kodhek, na wakarudi kwenye barabara ya Valley Road kuelekea ile ya Ngong karibu na chuo cha Daystar. Kwa mjibu wa uchunguzi, mshukiwa aliyenakiliwa kwenye picha za CCTV alinakiliwa kwenye barabara ya Valley Road akiwa amepanda pikipiki akiliandama gari hilo. Saa 1:40 walifika kwenye eneo la mzunguko wa barabara ya Valley Road na Ngong Road. Hapa walilazimika kusimama kutii sheria za trafiki. Kulikuwa na gari moja mbele yao. Hapa mshukiwa alitokea ghafla, kuzunguka gari alilokuwa ndani mheshimiwa Were, kutoa bunduki na kumlenga kwa kufyatua risasi. Risasi zilipigwa 4, moja ya kuvunja kioo cha gari na risasi 3 zikimpata marehemu kifuani na mkononi. Mtu huyo aliyefyatua risasi alitoroka kwa pikipiki akitumia barabara ya Ngong kuelekea mjini. Eneo alikopigwa risasi mbunge huyo kulipatikana maganda 3 ya risasi ambayo ni ya bastola. Maganda hayo yanachunguzwa pia. Kando na mlinzi na dereva, polisi wanaochunguza mauaji hayo wamemuhoji pia mhudumu wa M-Pesa aliyetajwa awali. Uchunguzi wa polisi unaanzia eneo hili la tukio kufuatilia matukio kwa undani kabla na baada ya mbunge Charles Ong'ondo kupigwa risasi. Wapelelezi wanazingatia kukagua picha za CCTV na taarifa kutoka kwa mashahidi. Lakini je, inakuwaje bunduki haramu zinatawala jiji kama hivi? Franklin Wala, runinga ya Citizen, kutoka barabara ya Valley Road jijini Nairobi.